Katika jiji la Barcelona, wakazi wanakabiliwa na hali mbaya ya kutisha ya kiapokaliptiki iliyosababishwa na maambukizi ya ajabu ambayo yamezalisha hofu ya maeneo ya wazi na hofu ya binadamu wenzao. Kutokana na hilo, watu wamelazimika kujificha ndani ya majengo yaliyo pembezoni mwa jiji. Mark, mmoja wa walionusurika, anasimama akitazama mandhari ya nje huku akila chakula kilicholetwa na wahudumu wa jikoni. Ghafla, mwanaume huyo anaitwa na mmoja wa wenzake akimwambia kuwa ni zamu yake kusaidia kazi za chini ya ardhi, ambako manusura wanachimba wakitafuta njia mpya za kufikia maeneo salama. Bila kuwa na chaguo jingine, Mark anaelekea kwenye handaki za jengo hilo. Akiwa njiani, anagundua kuwa moja ya magari kwenye maegesho limevunjwa na kamera ya dashboard kuibwa. Licha ya jambo hilo kumtia wasiwasi, anaendelea na safari yake kuelekea kazini. Anapofika kwenye tabaka la mawe linaloonekana tofauti na mengine, anaamua kulipiga kwa nguvu zote na kwa mshangao wake, anagundua handaki kubwa la reli ya treni. Masaa kadhaa baadaye, manusura wanapanga foleni jikoni kuchukua chakula cha mchana. Mark anachanganyikiwa anapomwona Hendrik akichukua chakula kingi zaidi ya kiwango chake. Akitaka kujua sababu, Mark anaamua kuzungumza naye, ndipo mwanaume huyo anafichua kuwa yuko karibu kuondoka kwenda safari ya kijiji cha Olympic. Akiwa na hamu ya kujua zaidi, Mark anauliza kama kifaa kilichoko kwenye begi lake ni GPS, hasa kwa kuwa GPS ya mwisho waliokuwa nayo kwenye jengo hilo iliibwa hivi karibuni. Ili kuzuia taharuki, Hendrik anamuomba Mark akae kimya kuhusu hilo na amtafute baadaye ili wazungumze kwa faragha. Hapo, Mark anakumbuka jinsi yote yalivyoanza, alipokuwa akifanya kazi ofisini pamoja na rafiki yake Lucas, hadi siku ambayo Hendrik, aliyekuwa mtendaji wa idara ya rasilimali watu, alianza kuwatesa kisaikolojia wafanyakazi kwa kudai makataa yasiyo na maana. Mark alimweleza kuwa mfumo waliokuwa wakitumia haukuwa thabiti na ulihitaji marekebisho magumu ya makosa ili kuepuka matatizo ya baadaye. Lakini Hendrik hakujali hata kidogo, akisema kuwa kufukuzwa kwa Mark kusingeathiri kampuni kwa njia yoyote. Licha ya vitisho hivyo, Mark alijitosa zaidi kwenye kazi yake ya upangaji programi, lakini ugumu wa kazi ulimchosha zaidi. Baada ya saa kadhaa, Mark anakutana na mpenzi wake Julia, ambaye ana furaha kubwa kumuona tena. Katika mazungumzo yao, Julia anasema angependa kupanua familia yao na kupata mtoto. Hata hivyo, Mark anakataa wazo hilo kwa kuwa kazi yake haikuwa na uhakika, jambo linalomuumiza Julia. Baada ya muda mfupi, wanaenda kulala, lakini Mark hawezi kupata usingizi. Anaenda sebuleni kuangalia televisheni ambapo anakutana na habari ya kusikitisha. Kijana aliyekuwa amejifungia nyumbani kwa miezi kadhaa alijiua baada ya kurekodi video akieleza kuwa alikuwa hawezi kutoka nje hata akijaribu. Siku iliyofuata kazini, Mark anamuona Roa akiwa na tabia za ajabu. Baada ya kugundua anachunguzwa, Roa anaondoka ghafla, jambo linaloongeza shaka kwa Mark. Kurudi kwenye wakati wa sasa, Hendrik anakutana na Mark chumbani na kumuomba msaada wa GPS, akisema anahitaji kufika nyumbani kwa mpenzi wake. Mark anamweleza kuwa minara yote ya mawasiliano ilizimwa baada ya mlipuko wa maambukizi. Anaongeza kuwa ana begi lenye vifaa muhimu ya kuishi na wanaweza kubadilishana msaada huo kwa safari ya kumpeleka kwa mpenzi wake. Hata hivyo, Hendrik anakataa mwanzoni aliposikia kuwa vifaa hivyo vilitoka kwa Roera. Mark anafichua kuwa hajamsikia mpenzi wake kwa zaidi ya miezi mitatu na hana namna ya kumuokoa bila msaada. Akiathirika na simulizi hilo, Hendrik anakubalia makubaliano hayo. Baada ya kumuaga Lucas, Mark na Hendrik wanaelekea kupitia handaki hadi kwenye maji taka, wakisikia risasi zikifiatuliwa nyuma yao. Wanafika kituo kikubwa cha metro chenye manusura wengi. Hapo, begi lao linaibwa na kijana mhalifu,
Wanamkimbiza, lakini anatumia paakua kuwazidi ujanja. Anaanzisha moto mdogo kwa makusudi kuchelewesha, na hatimaye anakimbia kwa kundi la watu wanaomlinda. Kiongozi wa kundi hilo, aliyekuwa askari wa polisi kabla ya mlipuko, anatoa bunduki na kuwaamuru kupiga magoti. Gumza linaingia ghafla baada ya umeme kukatika jijini kote. Hendrik anatumia fursa hiyo kushambulia, na Mark anafanikiwa kurejesha GPS. Wanafanikiwa kutoroka. Kumbukumbu nyingine zinaonyesha Mark akijaribu kumsaidia jirani aliyekuwa hawezi kutoka nje ya nyumbani, na pia utukio wa Riera kuanguka na kufa baada ya kulazimishwa kutoka nje. Katika safari yao, Mark na Hendrik wanavunja njia hadi nyumbani kwa Mark kwa kulipuza gesi, na hatimaye wanaingia kwenye ghorofa ya Julia, lakini wanagundua kuwa alikuwa ameondoka, na Mark anapata vipimo vya ultrasound vinavyoonyesha alikuwa mjamzito. Baada ya safari ndefu, mapambano na hatari nyingi, ikiwemo kupambana na duba kubwa la M, wanafika karibu na hospitali ya kijiji cha Olympic na kugundua imeungua kabisa. Hendrik anakata tamaa na kujaribu kujiua, lakini anamwacha Mark aendelee na safari yake ya kumtafuta Julia. Hatimaye Mark anamkuta Julia hospitalini, lakini Hendrik anakufa kwa jeraha la kisu. Kwa ujasiri mkubwa, Mark anavuka barabara ya wazi licha ya hofu kali, na anafanikiwa kumfikia Julia. Wanaungana tena na kujifungua mtoto wao wa kiume. Miaka inapita na inafichuliwa kuwa watoto waliozaliwa baada ya mlipuko wana kinga kamili dhidi ya maambukizi. Wakiwaangalia watoto wao wakiondoka kwenda kuchunguza dunia, Mark na Julia wanahisi matumaini mapya kwa mustakabali wa binadamu.